12. Paulo alihitaji kila mmoja wetu awe mtu mwenye hekima. Tuwe watu wenye hekima. Andika hivyo. Tuwe watu wenye hekima. Namba 3, tuwe watu wenye ufunuo katika kumjua Mungu. Tuwe watu wenye ufunuo katika kumjua Mungu. Ukisha maliza kuandika hivyo, kule pembeni hilo neno litasaidiwa na Wagalatia sura ya 1 mstari wa 11 hadi wa 12. Uwekee mabano, maana hatutasoma. Kuna sehemu moja tu tutaisoma. Namba 4. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 11 hadi wa 12. Namba 4. Tuwe na macho ya rohoni. Tuwe na macho ya rohoni. Hiyo namba 4. Sasa maneno yote yale yako katika ukurasa mmoja. Andika Waefeso sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule wa 12. Kwa hiyo nitakapoanza kupambanua nitaanzia hilo uliloandika kisha kumaliza kabisa. Waefeso sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 12. Ni safari kidogo, msomaji. Ukishamaliza hutasoma tena, basi ivumilie hiyo safari imalize. Karibu. Efeso sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule wa 12. Waefeso sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 12. Biblia inasema: Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Mstari wa 2. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Mstari wa 4. Kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Mstari wa 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake. Mstari wa 6. Na usifiwe utukufu wa neema yake, ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Mstari wa 8. Naye alituzidishia hiyo katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake, sawasawa na uradhi wake aliyotukusudia katika yeye huyo. Mstari wa 10. Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, akavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani pia. Naam, katika yeye huyo. 11. Na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Mstari wa 12. Nasi katika huyo tupate kuwa sifa ya utukufu wake, sisi tuliotangulia kumwekea Kristo tumaini letu. Mstari wa 13. Nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule
wa ahadi aliye mtakatifu. 14. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake kuwa sifa ya utukufu wake. Mstari wa 15. Kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote. 16. Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. 17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Andika mpaka 19. Katika ukurasa huu tumeona maombi ya Paulo. Anasema katika maombi yake anatuombea tupate roho ya hekima. Acha kwanza ufunuo. Roho ya hekima katika kumjua yeye, ili tupate kumjua Mungu zaidi. Panahitaji roho wa Mungu wa hekima ndani yetu, namna ya kulibeba neno la Mungu, namna ya kumfahamu zaidi katika yale ambayo anazungumza. Katika kitabu cha Luka neno la Bwana linasema ya kwamba Yesu Kristo akakuwa katika kimo na hekima, hata alipokuwa katikati ya watu walikuwa tu wahoji maswali, na walipojibu waliyashangaa yale maswali yake jinsi yalivyokuwa, maana ni mtoto mdogo. Kwa hiyo hekima ya Mungu inakufanya uwe mtu wa tofauti. Kumbuka Stefano, baada ya kuwa ameshikwa na kuwekwa katikati ya watu ambao wanaweza wakamhoji mambo ambayo hawezi kuyajibu, katika nchi yao Stefano aliweza kuwajibu sawa na vile walivyohitaji. Roho wa Bwana anasema ya kwamba neno lake linasema hawakuweza kushindana na yule roho aliyekuwa ndani mwake. Ni roho gani huyo? Ni roho wa hekima. Jambo la pili, Paulo alihitaji ya kwamba kanisa lazima liwe na roho wa ufunuo, ufunuo wa neno. Katika Galatia niliyokuambia niweke pembeni, utamkuta Paulo ukisoma ile sehemu ya kwamba anasema injili niliyowahubiri sijafundishwa na mwanadamu awaye yote, isipokuwa ni ile inayotokana na ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo injili ya Paulo katika kulieleza neno la Bwana alisaidiwa na roho ya mafunuo. Biblia hii kama hakuna roho ya mafunuo utaisoma kama ilivyo tu, lakini roho wa mafunuo akiwa ndani mwako utalielewa neno la Mungu kiundani. Hivyo ndiyo maana Paulo akatuombea kwamba tupate kuwa na hekima, hekima pamoja na ufunuo. Kuna neno la Mungu ambalo linaweza likafunuliwa likawa na hali ya kuhitaji hekima, namna ya kuielezea. Roho ya hekima si katika neno moja tu la Mungu. Roho ya hekima inasaidia hata unapokuwa katikati ya watu. Swala fulani linaulizwa, jambo fulani linawatatiza. Tunaona watu waliokuwa wakamata Petro na Yohana na mitume wengine, walipokuwa wakitaka kuwaangamiza moja kwa moja, walimkumbuka mtu mmoja anaitwa Danieli. Wakasema, hebu tumuite huyo mtu mwenye hekima, pengine ana jambo. Walipomuita yule mtu, alikuwa ni mtu msomi, lakini ndani yake palikuwa na roho ya hekima.
Alipofika wakamwambia habari za watu hawa, jinsi Mungu anavyowatumia na jinsi wanavyoweza kuvuruga mambo yao na makusudi walio nayo ya kuweza kutaka kuwaua. Hiyo Gamalieli alikataa, akasema ya kwamba hili jambo msije mkalifanya namna hiyo mnavyotaka kufanya. Hebu tufanye tu hivi, ikiwa haya wanayozungumza au injili hii wanayozungumza kama si mpango wa Mungu, kwa lugha nyingine haitafika mbali, watakomea hivi mnavyowaona. Lakini ikiwa ni ya Mungu, hakika itaendelea. Basi angalieni, msije mkajikuta mnashindana na Mungu bila kujua. Watu wale waliomwita walikasirika, wakaiona ile pointi ni ya kweli. Walichokomea ni kuwatandika viboko sana, ili waache kuhubiri, hawakuwaua. Kilichowaponyesha pale ni ile hekima ambayo mtumishi wa Mungu Gamalieli amepewa, roho ya hekima ndani mwake. Hekima ni kitu kizuri na ni kikubwa mno. Kiongozi yeyote au baba wa familia asipokuwa na hekima, mambo hayataenda. Lakini pia katika habari ya ufunuo, kuna jambo linaweza likaja kabisa katika hali ya kuhitaji ufunuo. Wale tulioanza nao ibada kule chini mfano, na hapa ilitokea watoto wangu wa kiroho, niliwaambia kwamba mwe na hubiri mwisho saa 12 watu wanaenda nyumbani. Kuna mtoto wangu wa kiroho mmoja, kwa kunogewa namna watu wanavyofunguliwa, yeye akawa anazidisha muda. Mimi nikawa nimeondoka baada ya kuona muda sasa umeisha, na nilikuwa nahitajika kwenda kuombea mtu mwingine. Kwa hiyo baada ya kuwa nimeondoka, nikarudi saa 1 kule nilikokuwa nimeenda, nikakuta watu 4 wameshindikana katika hali ya kufunguliwa. Lakini mtumishi wa Mungu, mtoto wangu wa kiroho, anaomba kwa nguvu zote na amewafungua karibu watu 30 wameondoka. Sasa nilipofika, kwanza nilichukia kwa sababu anazidisha muda ambao sijamwambia, lakini nikajirudi sasa kuwa roho wa ufunuo ndo aliyenisaidia. Roho Mtakatifu akaniambia katika ufunuo kwamba hawa watu wana vitu vyao ambavyo viko katika miili yao, na hapa kuna utukufu wangu. Kwa hiyo hawawezi wakafunguliwa kwa sababu wana vitu vyao. Wabebeni mwatoe nje. Mama nakumbuka, au na Yakobo, watu tuliotoka nao chini, tulipowabeba kuwapeleka nje ambapo hakuna uwepo wa Mungu, dakika hiyo watu wakasimama wakaenda. Ilikuwa kwenye semina TAG kwa mchungaji Malula. Akaja dada mmoja. Alipokuja yule dada, kumbe amekuja kunijaribu. Akatoka kana kwamba ana shida fulani. Nilipoita wenye shida, na yeye akatoka. Kila nilivyomuombea hakufunguliwa mpaka ikafika saa 1 ya usiku. Wakati huu Mama Lucy alisimama. Hiyo siku utaikumbuka. Siku hiyo ndo Mama Lucy amefunguliwa tatizo la ukimwi. Watu wamefurahia sana. Lakini sasa hapo nimerudi ni kwa Benja, nitarudi kwa Manula baadaye. Hapo Mama Lucy amefunguliwa tatizo la ukimwi na wengine wamefunguliwa, watu wengi. Watu wamefurahi. Ile siku ilimalizikia vibaya sana. Kwa nini? Aliletwa mwathirika ghafla. Akaletwa mwathirika ambaye ameshikwa huku na kule. Baada ya kusikia hizo shuhuda, watu wamefunguliwa. Alipoletwa sasa, watu walikuwa wananiona kama vile kama Mungu kadogo. Mungu akikoana umeanza kuvaa utukufu wake hata bila kutaka. Sio kwamba ni uvae, isipokuwa sifa zimekuwa kubwa, kuwa anakushusha. Watu wote wamefurahia. Halafu yule mtu akaletwa. Nikasikiliza Roho Mtakatifu ananiambia. Nikauliza kwa watu wote, wangapi naamini Yesu anaweza akamfungua huyu mtu? Watu wote wakanyosha mkono kwa sababu wamemwona Mama Lucy na wengine wamefunguliwa ukimwi. Waliponyosha namna hiyo, Roho Mtakatifu akaniambia,
usimwombee sala ya toba wewe mwenyewe, waambie waliomleta wamwombee wao wenyewe, kwa sababu ni watumishi wa Mungu. Kawaambia watumishi wa Mungu, salisheni sala ya toba huyo mama. Wakamsalisha sala ya toba. Sasa baada ya hapo nikaenda kumwombea sasa, lakini nawaza kwa nini Mungu anafanya hivyo? Kuuliza watu wangapi wanaamini kwamba huyu atafunguliwa, sio tatizo, lakini mpaka kusalisha sala ya toba na waambia wao kuna jambo. Haya, nikaenda kumwombea sasa. Baba, katika jina la Yesu ninakuja kinyume na nguvu ya ukimwi, na mpenda huyu mama, virusi vya ukimwi na chembe hai za damu zitengane tangu sasa kwa nguvu ya moto wa Roho Mtakatifu. Nikaomba, alafu nikamwamuru sasa, alikuwa hana nguvu, nikamwamuru sasa, mama waweza kusimama, simama. Akasimama, akaanza kutabasamu. Pia nikaona mchezo unaenda polepole. Sema amina. Ilikuwa vile. Nikaona mtu anasinzia. Roho Mtakatifu akanishuhudia, huyu anakufa. Wao nikawawahi, mchukueni mpelekeni ndani akapumzike. Familia yake wakampeleka ndani. Watu wakasambaa wote. Baada ya dakika 5 akafa. Alipokufa alisema tumbo moto. Nimetoka kwenye kufurahia Mungu ametenda muujiza, ghafla tumbo moto. Kama ulivyo wewe sasa hivi unawaza sana juu ya shida na matatizo ulionayo, lakini ghafla Bwana ataleta furaha. Sema mimi. Si kila siku utapita katika mapito. Kuna wakati wa kupita na kuna wakati wa kufunguliwa na kufurahi. Kwa hiyo yule mama akafa. Sasa nikaanza maswali hapa sasa. Inakuwaje? Hebu angalia, nikachanganyikiwa. Kwa Beria na kwenye makaburi wanakozikwa Wakristo na Waislamu ni karibu tu. Nikatoka mpaka makaburini tu, ndani natafuta sehemu ya kujificha nyonge. Nikaenda kwenye makaburi, nikaanza kuomba Mungu, naomba nisamehe kabisa. Kama Roho Mtakatifu akaniambia, Samueli, hujakosea, isipokuwa watu walikutukuza kama Mungu, nitakutetea. Halafu akazungumza neno, nilitoka mbio sana. Wakasema, Samueli, yeye Mungu hata kama ni jambo la hatari, huwa naongea kwa sauti ndogo nzuri kabisa, haina haraka. Samueli, ile mtu kama ulivyomwona amekufa, nawe umekuja makaburini. Watu watakapokuona na kujua kwamba yule mtu amekufa, sasa watajua ulikuwa unatoa kafara, maana tayari umetangulia makaburini. Nikainuka tena mpaka kanisani. Alafu kama Mungu alivyosema kwamba Samueli nitakutetea, nikawakuta wale ndugu zake walikuwa wameokoka, ndio maana nikawaambia kwamba muongozeni sala ya toba. Nikawakuta wale ndugu wakaniambia, Samueli, Roho Mtakatifu sio aliwashuhudia, Samueli, wala usihofu juu ya hili. Ni sisi tuliyemleta ndugu yetu tukijua yuko mahututi. Alikuwa na siku 8 ambazo ni za kufia. Zikifika 8 mwenzangu naondoka. Hata dada yangu mmoja alitoka zilipofika 8. Kwa hiyo mtumishi wangu, tunachomshukuru Mungu ni kwamba huyo ndugu yetu alikuwa amekataa kabisa kumpokea Yesu, hata kutubu. Lakini cha ajabu hapa leo ameomba kwa kutubu, hata ametoka machozi. Hilo tu tunajua ndio Bwana alilotuleta kwa ajili ya ndugu yetu kupeleka hapa. Kwa hiyo sasa hivi tumeita gari. Usio na shida wala usifuatilie haya mambo, tutamaliza mazishi wenyewe, wala usio na shida. Endelea, unaenda kujiandaa kwa ajili ya semina kwa Manula. Nikawa nimepona. Sasa kwa Manula nako nimeanza kumwombea huyo binti. Siku tofauti, mwezi tofauti. Ni mwezi mmoja ukapita, ule wa pili yake nikawa TAG kwa Manula. Tuko kwenye neno ufunuo. Ndio niamsaidia kwa huyo binti. Yule binti nikamwombea, na kwa ilikuwa imenyesha. Wale wanaofahamu kwa mchungaji Manula alikuwa ameanzia kwenye nyumba kama vile simini matua mashine ya kusagia. Ile nyumba imeangalia huko, mlango wake huko hivi, halafu ni mlima hivi. Nina maana yangu ni hivi, wakati wale muombea mvua ilikuwa inanyesha, lakini kwa bahati mbaya sio walikuwa hawajaweka tuta, na pia pinga yale maji yakawa yanaingia kanisani.
Vipi hapo? Halafu kulingana na tukio la mwezi mmoja uliopita kule nyuma, kwa kuwa wazee wa kanisa walikuwepo na mchungaji Malula, tayari nikaona wazee wameyeyuka, maana binti yuko katika hali ya kufa. Wakaanza kutoka, mtumishi wa Mungu, Mungu akutie nguvu. Kama unavyojua sisi wengine hatujaolewa na wanaume waliookoka, ndivyo wakatoka. Akabaki mchungaji Malula, akaanza kupiga hapa kwenye bega, tuombe tu mtumishi, endelea tu kuomba, Mungu ni mwaminifu. Nikaanza kuomba, gia zote zikakataa, maana sema zikakataa. Nikapiga maombi kwa jina la Yesu, pepo pima toka huko tena. Ndio anaishizia kabisa, halafu maji anampiga. Halafu sasa alikuwa anafanya sasa hafanyi tena, ametulia. Anaitwa Paulina. Halafu tikisa tu. Nikaelewa kabisa. Mchungaji nikamwona, Mungu yupo, mtumishi atatusaidia tu. Nikaenda kwenye madhabahu ya Mungu, nikainama. Roho Mtakatifu akaniambia kwamba huyo alikuja kukuroga na dawa anazo kwenye mkono wake, mtoe nje, atakuwa salama. Nikamchukua, nikamwambia mchungaji, tubebe. Tukambeba huko, amelowana kweli. Halafu kama vile amekufa, umefikiria sasa kamelowana, halafu akatikisika ule, ni kama mzoga. Tukaenda kuweka pale nje, sijui ndio mzoga, utajua wewe mwenyewe. Nikakaona kamesimama, halafu kakao imara. Nikakasirika, nikasema pumba, sikuona tena. Pumba. Nimekasirika vibaya mno, maana nimekosa endelea kupiwa. Kesho yake semina inaendelea. Nikakaona kanakuja kwa mbali. Nikasema tena anakuja huko. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe akaja hana zile dawa. Tatizo ni dawa. Muulize mwenzako, una dawa na wewe uletee shida mtumishi. Maana na leo anaenda kuombea watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la ufunuo ni zuri. Lakini Paulo alizidi kuomba, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Maana ya macho ya rohoni yatiwe nuru, mpate kujua urithi wenu ulioko katika ulimwengu wa roho, yale mamlaka yenu yaliyoko katika ulimwengu wa roho, ule uwezo wenu mlionao katika ulimwengu wa roho, na mpate kujua neema ya utukufu wa Mungu wenu Yesu Kristo ilivyokuu kwenu. Mambo ya rohoni mpaka uwe rohoni. Uwezo ulionao katika ulimwengu wa roho ni mkuu mno. Pale mbele mazungumza ndani yake sisi nasi